Habari, Marekani wanaomba kukaa chini katika meza ya mazungumzo na Iran. Na leo hii wametoa mpango unaitwa 15 point plan. Hizi ni plani 15, pointi 15 za plani ya namna gani ya kumaliza vita. Na habari zinasema wameiomba Uturuki, Pakistani pamoja na Egypt wawasaidie kuwafanya wa Iran wakubali kukaa nao chini katika meza ya mazungumzo ili kumaliza hii vita. Ninaitwa Robin Rachel kutoka Robin Media. Haya, nisikilize kwa makini. Hii ni mara ya pili Marekani na Iran wanaingia vitani. Marekani na Israel wakiingia vitani na Iran. Mara ya kwanza ilikuwa mwaka jana na vita ilianzishwa na Marekani na Israel wakaishambulia Iran. Marekani na Israel hao ndio wakataka kukaa katika meza ya mazungumzo mwaka jana. Walianzisha wao, mwisho wa siku wao wakakimbilia katika meza ya mazungumzo. Na mwaka huu hivyo tarehe 28 Februari Marekani na Israel wao ndio wameanzisha vita na Iran kinyume cha sheria za Umoja wa Mataifa. Lakini pia wao baada ya mwezi sasa wametaka kukaa katika meza ya mazungumzo. Lakini safari hii Iran hawataki. Rais wa Marekani Donald Trump amejiaibisha mbele ya dunia siku mbili zilizopita na hadi leo bado anaendelea kujiaibisha baada ya kutamka hadharani kwamba yuko kwenye meza ya mazungumzo na wa Iran. Iran walikanusha, wakasema sisi hatuko kwenye meza ya mazungumzo na nyie, labda mnazungumza peke yenu. Kitu ambacho kimefanya Marekani iaibike sana. Dunia ilitegemea kwa kuwa Marekani ina nguvu kiuchumi na ina nguvu kijeshi, basi Iran ndio angekuwa wanatudanganya kwamba wako kwenye meza ya mazungumzo na Marekani. Lakini imekuwa ni kinyume chake. Yule mwenye nguvu kiuchumi na kijeshi ndio huyo anayejidanganya dunia kwamba yuko kwenye meza ya mazungumzo na Iran. Alafu Iran yenye vikwazo vya kiuchumi kwa zaidi ya miaka 40 ndio ambayo inaiambia dunia kwamba hatutaki mazungumzo, tunataka tuendelee na vita. Ndio hapo wahenga wetu wakatuambiaga kwamba uwingi wa makamasi sio ukubwa wa pua. Tuangalie Iran, kwa nini hawataki kumaliza hii vita? Kwa nini wanamkatalia Marekani kukaa katika meza ya mazungumzo wakati wenyewe hawana nguvu kiuchumi wala kijeshi kama Marekani? Jibu ni rahisi sana. Iran hii vita wao wamepigana zaidi kiuchumi kuliko kijeshi. Mmenielewa? Kwa sababu wanafahamu kijeshi Marekani anavyo vifaa vingi, ana pesa nyingi, kwa hiyo kijeshi peke yake hatutaweza kushinda, bali tumshinde kiuchumi. Walichokifanya, wamefunga kivuko cha Hormuz na walijiwekeza nguvu zao kubwa sana katika kuhakikisha wakikifunga kivuko cha Hormuz Marekani hataweza kukifungua. Tumeshuhudia sasa hivi ni mwezi Marekani wameshindwa kukifungua mpaka wakaanza kuomba washirika wao wa NATO. Na hii imejidhihirisha kwamba Marekani vita bila NATO hawezi. Kwenda vitani peke yake ni ngumu. Fikiria ameingia na Israel, hayuko peke yake, yuko na Israel, lakini wameshindwa kufungua kivuko cha Hormuz, japo wana uchumi mkubwa kuliko Iran, wana jeshi kubwa kuliko Iran, lakini wameshindwa kufungua kivuko cha Hormuz mpaka wanayaomba mataifa ya NATO wakaunganishe nguvu ya kijeshi wapate kufungua kivuko kilichofungwa na taifa ambalo lina vikwazo vya kiuchumi kwa zaidi ya miaka 40 sasa. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba Marekani vita bila mataifa ya NATO huwa hawezi. Na vita zake nyingi, kuanzia vita kuu ya pili ya kwanza ya dunia ameingia na watu wengi sana vitani, alipigana na kundi kubwa la watu. Vita kuu ya pili ya dunia alipigana na kundi kubwa la washirika wake. Baada ya vita kuu ya pili ya dunia iliingia vita nzito ya Korea mbili zilikuwa zinapigana. Korea Kaskazini ilivamia Korea Kusini ili waiunganishe iwe Korea moja. Hiyo ilikuwa ni babu yake Kim Jong Un mwaka 1950. Baadaye Marekani alipoona babu yake Kim Jong Un anawaelemea wale Korea ya Kusini, Marekani akaona hapa Korea ya Kusini nitaikosa. Akataka kuingia kijeshi. Hakuingia peke yake. Ilibidi abebe mataifa mengi sana yakamsaidia. Alibeba jeshi la Umoja wa Mataifa likamsaidia. Kwa hiyo aliungana na mataifa mengi. Kipindi hicho mwaka 50 Marekani walikuwa tayari wameshaunda umoja wa NATO mwaka 49, lakini NATO ilikuwa ni changa, kwa hiyo bado walikuwa hawajajitengeneza kijeshi. Kwa hiyo alikuwa hana jeshi la NATO la kumsindikiza. Ikabidi aombe jeshi la Umoja wa Mataifa, ndio akaingia nalo Korea kuwasaidia Korea Kusini kupigana na Korea Kaskazini. Mrusi alipoona hivyo, Mrusi naye akaingia. Alipoingia Mrusi, uwanja wa mapambano ukabadilika kabisa. Mrusi aliingia kuwasaidia wakina Kim Jong Un babu yake. Uwanja wa mapambano ukabadilika. Marekani haraka sana akakimbilia kukaa katika meza ya mazungumzo.
Baada ya pale mpaka leo hakuna vita ambayo Marekani anaingia peke yake. Safari hii akaamua kuingia peke yake, lakini pia si peke yake kabisa, akaomba asaidiwe na Israel, wakaingia pamoja. Nini kimetokea? Matokeo yake ni kwamba wameshindwa, na mpaka wakaanza kuwaomba NATO waje tena wamsaidie. NATO wamegoma, wamwambia kwa nini hukutushirikisha kuanzia mwanzo? Mataifa ya NATO wamwambia ungetushirikisha kuanzia mwanzo tungeona namna gani tutaingia, lakini haujatushirikisha. Wamegoma. Kwa kuwa wamegoma, imebidi Marekani aandae hizo pointi 15 kwa ajili ya kukaa katika meza ya mazungumzo na Iran. Iran wamepigana vita ya kiuchumi, na hii vita ya kiuchumi wamewaelemea Marekani kwa sababu Iran wamesimamisha uchumi wa dunia. Mafuta yamepanda bei sana kiasi kwamba Marekani inalaumiwa, Donald Trump analaumiwa. Vita inawaathiri mpaka wananchi wa Marekani, na sasa wanalalamika. Hii yote imefanya Donald Trump aamue kusalimu amri. Anataka kukaa katika meza ya mazungumzo na Iran. Serikali ile ile aliyotuambia anaenda kuidondosha, ameshindwa kuidondosha, sasa anataka kukaa nao chini katika meza ya mazungumzo. Kuna watu wengine wanasema Marekani kashinda kwa sababu amewaua viongozi wa Iran. Jamani, viongozi wa Iran huwa hawajifichi vitani. Na hata ile miaka ya 80 katika vita yao, Marekani walipoingia kumsaidia Saddam Hussein, viongozi wa Iran pia walikuwa hadharani, walikuwa hawajifichi. Huyu Ali Khamenei aliyeuawa juzi, kipindi hiko vita ile inaendelea, huyu Ali Khamenei aliacha kila kitu na kukaa mstari wa mbele vitani. Aliacha madaraka yake na kukaa mstari wa mbele vitani. Aliumizwa, bomu lilimpiga nafikiri mkononi. Yule alikuwa na mkono mbovu miaka na miaka, kwa sababu hakutaka kukaa ofisini. Ndivyo walivyo viongozi wa Iran. Kwa hiyo wakiuliwa, sio kwamba umeshinda vita, umeweza kuwaua kwa sababu hawajajificha. Hali ilivyo sasa hivi, Marekani ndo anaomba kukaa kwenye meza ya mazungumzo, na rais wa Marekani ndo anaidanganya dunia kwamba wanaendelea na mazungumzo na Iran. Kwa hiyo huyu anayeomba kukaa kwenye meza ya mazungumzo na kuidanganya dunia wako kwenye mazungumzo na Iran, huyo ndo kashindwa vita. Marekani imeshindwa vita, ndio maana rais wao anadanganya yuko katika meza ya mazungumzo na Iran. Iran wanakataa, wanasema hatupo kwenye mazungumzo na Marekani, na hatutaki mazungumzo, na hatutaki vita iishe. Maana yake ni kwamba Iran ndio wameshinda vita, ndio maana hawataki mazungumzo. Wanataka mpaka mambo yao yatimie walioyapanga. Wameshinda vita kwa sababu hii vita kwao ilikuwa nyepesi, kwa sababu walikuwa na nguvu ya kiuchumi katika vita. Wana nguvu ya kushikilia uchumi wa dunia kupitia kivuko cha Hormuz. Kwa hiyo mtu mwenye nguvu ya kushikilia uchumi wa dunia kupitia kivuko cha Hormuz, uwezi tu kaamka ukamwambia tumalize vita akakuelewa. Atataka vita iishe kwa matakwa yake yeye anayoyataka, ambapo Irani anasema hatutaki kumaliza vita mpaka balozi zenu zitoke hapa Mashariki ya Kati kwenye maeneo ya Guba. Lakini pia kuna mambo mengi wameainisha wanayataka ndio vita iishe, la sivyo wanasema vita itaendelea. Kwa sababu gani? Kwa sababu wana nguvu ya kupigana vita ya kiuchumi, kwa sababu ya kivuko cha Hormuz ambacho Marekani mpaka sasa kashindwa kukifungua. Na kiuhalisia kivuko cha Hormuz kiko wazi, hakuna mtu aliyeweka mlango baharini, kivuko kiko wazi, lakini swala ni kwamba watapitaje? Umenielewa? Kupita unaweza ukapita, pako wazi, lakini utapita? Marekani na NATO nzima wameshindwa kupita mpaka sasa hivi. Bei ya mafuta inazidi kupanda. Donald Trump anaamka anakuambia kwamba tuko kwenye meza ya mazungumzo na Iran ili mafuta yashuke bei. Msemaji wa jeshi la Iran anaingia katika TV na kusema hatupo kwenye mazungumzo na wala hatutaki mazungumzo. Yule msemaji wa Iran akimaliza tu kusema vile, mafuta yanapanda bei ghafla hapo hapo. Kwa hiyo historia imeandikwa. Marekani wameshindwa vita dhidi ya Iran mara mbili. Mara ya kwanza mwaka jana wakaomba wenyewe kukaa kwenye meza ya mazungumzo, na mara ya pili mwaka huu wanaomba kukaa kwenye meza ya mazungumzo, na Iran mwaka huu wamesema hawataki. Unaweza ukawa na silaha za kibabe na pesa nyingi, lakini ukashindwa vita kupitia masuala ya kijiografia tu, eneo lilipo kijiografia. Kama vile Iran eneo lao lilipo wameweza kushikilia kivuko cha Hormuz, au unaweza ukashindwa vita kupitia hali tu ya hewa ya kijiografia, kama Mrusi alivyompiga Hitler na Napoleon Bonaparte kutokana tu na baridi lilipoingia pale Urusi. Ninaitwa Robin Rachel wa Robin Media.